Eyo, mambo vipi mfejetu wa Fate Media? It's another beautiful day, beautiful time. Nakutana tena hapa mjengoni Fate Media kwa lengo la kuendelea kuhabarishana, kupashana habari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Cha msingi tu ni kuambia kwa muda wa masuala michezo, burudani, mikasa pamoja na entertainment news, bila kusahau siasa pia. Hapa ndo mahala pake. Kwa hiyo usicheze mbali, usibanduke. Kaa karibu na sisi kwa ajili ya kuendelea kujipatia habari moto moto kabisa kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Lakini pia nikukumbusha kwa ndugu yangu ambaye bado hujasubscribe ya Fate Media, nikwambie kuna vitu vingi sana una miss kwa kutokusubscribe. Kwa hakikisha moja kwa moja sahihi hapa unakwenda kusubscribe na kutane on notification ili uweze kuendelea kwa mtu wa kwanza kuzipata habari zetu hapa Fate Media. Mambo ni mengi sana, tujitahidi kadri ya uwezo wetu kukuletea kile kitu ambacho tutakuwa tumejaliwa kwa siku husika au muda husika kukuletea hapa Fate Media. As you know, today ilikuwa ni siku au ni siku ya majonzi mpaka sasa, kwa sababu ndio siku ambayo mama ndugu yetu Meja Kunta, msanii huyu wa kutoka katika muziki wa Singeli, alifiwa mama yake, na leo ndo alikuwa katika mazishi. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni gumu sana kwa yeye kama kijana kumpoteza mama, na kama unajua sometimes Afrika tumekuwa mara nyingi au kuna ile bondi ya mtoto wa kiume na mama. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kusahau kwamba alikuwepo au kitu gani. Kusahau ni ngumu, ila kuvumilia tu ile hali ya kutokuwepo mtu wa karibu kama mama inakuwa ni ngumu sana sana sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kumpa nguvu ya kuendelea kuvumilia na kuyazoea hayo maisha baada ya kuondokewa na mama yake mzazi. Kubwa kuliko pia ambao limewaweka watu wengi kuonyeshwa kufurahishwa ni baada ya mama wa msanii mkubwa hapa nchini Tanzania kwenye upande wa Bongo Flava, ambaye anafanya vizuri sana, lakini pia amekaa ni mama fulani ambaye amebadilika. Tofauti na mwanzo alikuwa ni mtu wa kusocialize sana kwenye mitandao, mtu wa kuongea hivyo, but this time around amekaa ni mtu ambaye yuko cool, ana focus na maisha yake na familia yake, yani hataki maneno na mtu. Bana, hapa namzungumzia mama wa Diamond Platinum au mama Dangote au Bibi Sandra Sanula huyu, baada ya kuonekana kuwa pati ya watu ambao wamehudhuria katika mazishi hayo kwa ajili ya kwenda kumpa pole ndugu yetu Meja Kunta, kumfariji kipindi hichi kigumu ambacho anakipitia. Na sio mama Diamond tu au sio mama Dangote tu, tumeona pia mama yake ndugu yetu Divoice pia naye alikuwepo pale na amezungumza mengi na mengine ambayo tulikuwa hata hatujajua kwamba kumbe urafiki wa Meja Kunta pamoja na Divoice ulikuwa umeanza tangu enzi. Yani wao wamekuja kuunganishwa urafiki huo kutokana pia na wazazi wao kuwa ni marafiki toka miaka ya 2000 mpaka miaka hii ya leo. Hena nakwambia ni mtu ambaye alikuwa yuko karibu sana na mama Meja Kunta. Amezungumza hivyo pia kwa uchungu sana mama Divoice, na ameonyeshwa kuguswa kwa msiba huo, na anakwambia alizungumza na marehemu siku 2 nyuma na alimpa misi kwamba Jumatano atarudi, na alimwagiza amletee mzigo wa samaki. Kwa ni vitu fulani ambavyo kama story, lakini ndio kitu ambacho kipo sasa hivi kinaendelea, na ni familia ambazo zinakuwa ziko na ukaribu sana. So Meja Kunta pamoja na Divoice, urafiki wao pia umeanza toka enzi na enzi kabla ya hata muziki yao kuja kupata maarufu, sababu pia walikuwa naishi mtaa ya pamoja huko, lakini mwisho wa siku mpaka watoto wanakuja kuwa superstar, sio walikuwa katika huo ukaribu. Kwa hiyo tumemzungumzia mama Dangote, alikuwa pale msibani. Licha ya kwamba watu walikuwa wamemsema sana hapo nyuma kwamba alikuwa ni mama ambaye sio kutokea kwa misiba ile ya watu mbalimbali ambao wanakuwa wanafariki za superstars au la wazazi au ndugu wa karibu wa superstar, but this day ameonekana kuwepo pale pamoja na familia ya Meja Kunta kwenda kutoa pole. Lakini pia nikukumbushe mama Dangote pia ni mama ambaye aliguswa sana kipindi cha skendo kubwa ambayo au kiki fulani, hatukujua kama ni kiki kwamba Meja Kunta amefariki hivi na vile. Mwisho wa siku kumbe ikaja kutoka ngoma ambayo ikawa iko collaborated kati ya ndugu yetu Meja Kunta pamoja na Lava Lava. So ni mama ambaye pia anaonekana ni kipenzi au anampenda sana Meja Kunta toka alipokuwa ameanza safari yake ya music mpaka hapo alipofika. Lakini hakuishia kusema kwamba alikuja katika msiba kwa sababu ya Meja Kunta tu, alizungumza kwamba alienda msibani hapo kwa sababu pia yeye ni mama wa wasanii wote. Ni mama wa wasanii wote Tanzania. Hiyo unakuja na nini? Ni kutokana pia
ni mama ambaye amemzaa superstar mkubwa ambaye amewasaidia vijana wengi sana kuwapush katika muziki yao, including kuhusiana na masuala ya collabo, kuhusiana tu na ile support hapa na pale, na vitu vingine kama hivyo. So akazungumza bana, mimi nimekuja hapa kama mama wa wasanii wote Tanzania, lakini na vitu vingine vingi alikuwa amevizungumza kwa siku hiyo, ambayo mama yetu amewasili katika huo msiba ambao wa mama Meja Kunta. Licha ya kwamba baada ya kuzungumza kauli hiyo ya kwamba mimi ni mama wa wasanii wote, watu wakabaki na question mark, kwa nini au yeye azungumze jambo kama hilo kwamba wasanii wote, na tukipiga mahesabu wa bongo bongo kwa haraka kidogo kuna kama sintofahamu fulani, kwa sababu ukiangalia dhana leo beba kwamba yeye ni mama wa wasanii wote, afu ukiangalia huko nyuma kuwa na majambo tofauti ambayo ndugu zetu wana music walikuwa wamekumbwa na majanga tofauti, lakini hakuonekana katika sehemu hizo. So why yeye azungumzie kwamba ni mama wa wasanii wote na vitu vingine kaa hizo hapo, lakini yote ni kumpongeza kwa sababu pia miongoni mwa mama ambaye amejitoa au amejitosa kwenda huko, basi mama Dangote ni nambari 1 akifuatiliwa na mama Divoice na wengine. Licha kwamba industry na wazazi wengi tu na wengine ambao wa mitandaoni tunawaona wanakesha, lakini kwenye vitu kama hivi vya kijamii inakuwa ni ngumu sana kwao kwenda na kushiriki pamoja katika mazingira hayo ya masuala ya shida kama hivi zinavyokuwa zinatokea. Kuna mama wengi wakina wasanii tofauti, lakini inakuwa ni ngumu kwa wao kumove kuelekea huko. Ile ikija kwa mama Dangote inakuwa kama ni big issue. Yote pia ni kutokana pia na mazingira ambayo yuko nayo mama Dangote. Unajua bana, unapokuwa na mtu superstar, aidha kaka yako, mtoto wako au let's say ndo kama ndugu yako vyovyote vile, basi kunakuwa na mzigo mzito sana unakuwa unabebeshwa. Licha anaweza akafanya kosa mtu mwingine, lakini wewe ndo unaweza kawa included umo katika hilo kosa na kuonekana kwamba wote ni wale au la, mnajisikia kutokana na hali yenu ya superstar, pesa mlizokuwa nazo, basi mnajisikia kama unajua bongo huwa hatuishiwagi maneno na uwezi kumpangia mwanadamu kuzungumza. So vitu kama hivi tumeona pia Madangote amevizoea na ameviishi navyo, na hakuna kitu ambacho kinampa pressure kubwa kuliko au uzuri zaidi ni yeye kuparticipate pale. Akiwa kama mama anatoa mfano kwa kina mama wengine pia, wao ni watu wa kujiunga na wenzie katika majambo mbalimbali ambayo yanakuwa yanatokea hapa ulimwenguni. Lakini pia tumepata mengi kuyafahamu zaidi kubwa kuliko pia as I told you, mama Divoice pia amezungumza kwamba walikuwa ni marafiki toka kitambo kabla ya mambo kuendelea mjini ya watoto wao au vitu gani, na alikuwa anaomba pia Mwenyezi Mungu basi watoto wao wasije wakaja kuwagombanisha. Lakini pia amezungumza kitu ambacho kimewagusa wengi na kimeumiza kwamba mama wa Meja Kunta alizungumza kwamba kipindi hicho anaumwa mama Divoice kwamba yani usitangulie kufariki wewe, ni yeye nikatangulia kufariki mimi ili wewe uje kuwalea wanangu. So ni kitu fulani ambacho pia kimewagusa watu wengi sana na kimewaumiza moyo, yani moyo umeumia kweli baada ya kusikia hiyo taarifa kama Aisha kuzungumza neno kwamba mimi ni bora nitangulie ili wewe ubaki uwalee wanangu. Kwa ni vitu fulani ambavyo vimeumiza na kugusa watu wengi sana nchini kwetu siku hii nzima ya leo, lakini pia toka siku ya jana. Nikwambie ni hayo, lakini kama kutokana na mengine basi sita kukuletea hapa Feti Media. We love you so much and bye bye.